Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandike. Nilikuwa nikipitia vyombo vya habari nikaona kupaniki umekuwa kukubwa sana upande wa pili, upande wa Marekani. Naona kama Trump ni mtu anayegusika kihisia kwa kiurahisi sana, na hawezi ile competition, yani majibizano, hawezi, huwa mwepesi kupaniki na kutaka kutumia nafasi alionayo kutaka kuadhibu. Nimemwona mara kadhaa kuanzia awamu yake ya kwanza amekuwa hivyo. Ni mtu ambaye hupenda kupaniki haraka. Tangazo alilolitoa Khamenei juzi kusuta Marekani na washirika wao kuwa wameshinda vita, anasema kuwa uongo, sijui nini, vitu vingi alivizungumza Khamenei, nadhani niliwaambia. Sasa kauli za Khamenei zile ambazo alikuwa akikosoa Marekani na Israeli kwa kile walichokifanya, imemfanya Trump aende kwenye Truth Social, mtandao wake, lakini alikuwa akiongea na wanahabari pia. Na mmoja wa wanahabari alimuuliza kuwa hivi ukifahamu kuwa kile ulichokifanya ndani ya Irani hakijatimia, mtarudi tena kushambulia? Akasema ndio, tutarudi tena kushambulia, lakini tumemaliza kila kitu. Akawa akimkosoa Khamenei, anasema kuwa huyu mtu nampuuza mimi, huyu mtu mjinga ambaye alipokuwa amejificha nilikuwa napajua na nilinusuru maisha yake. Meelewa hizi kauli ambazo zinaongea uongo. Wakati anazungumza Israel Katz juzi, alisema kuwa tulitaka kumuua lakini hatukupata nafasi kwa sababu hatukujua alipokuwa kajificha. Trump anarudia kauli, anasema kuwa tulikuwa tunajua alipo na mimi nilinusuru asiuawe. Yani yeye ndio aliyenusuru kifo chake. Unajua sisi tunaoamini kuhusu Mungu, mtu akisema vile unaelewa nini kinakuja kichwani kwako, nadhani unaelewa kile kinasoma kichwani kwako, sababu sisi hatukulelewa kwa staili hizo. Tumekuwa kwenye misingi ambayo tunaijua wenyewe, ambayo inaakisi vitu tofauti na kile ambacho Trump anaweza kukizungumza. Sasa kuna kupaniki kukubwa kwa Trump, na katika kupaniki kwake akasema kuwa nimeahirisha kuondoa vikwazo ambao nilikuwa nataka niwaondolee kwa sababu ya eti kauli zile za Khamenei, kwa nimeahirisha kuondoa vikwazo ambao nilikuwa nataka niwaondolee kwa sababu yeye kaisha panic. Yani hii mwaka 2018-19 niliwahi kuwa hadithia hii kadhia ya ugomvi hasa wa Trump na Zelensky. Mnakumbuka niliwahi kuwa hadithia. Ugomvi ule ulikuwa kwenye kupaniki kwa staili hii. Wakati Trump yuko mwaka wake wa mwisho, anatafuta awamu ya pili aje agombee, halafu tayari Democrat wameisha mteua Biden atachuana naye, Trump akawa anatafuta udhaifu wa Biden, wapi ambabue, yani amuumizie wapi kwa udhaifu wake. Kwa hiyo Trump alichokifanya, akamwambia Zelensky ndio alikuwa ameingia madarakani kipindi hicho. Ndio Zelensky ameingia 18-19 nadhani ndio ameingia madarakani. Akamwambia Zelensky, sikia, najua kampuni ya mtoto wa Biden inafanya kazi ya uchimbaji wa gesi huko Ukraine. Ninaomba nipe dokumenti zote za kuhusu popote yani alipofanya mistake kwenye kampuni yake, ima kukwepa kodi au lolote lile. Yule bwana Zelensky aligoma. Akamwambia hii ni kinyume na maadili ya nchi yetu. Hatuwezi kutoa siri za yoyote anayefanya kazi hapa. Zelensky alikataa. Sasa Zelensky kukataa, Trump alichofanya akasema hutaki, basi Marekani kuanzia leo haipeleki misaada Ukraine. Kile kitendo wana Democrat, kwa sababu walikuwa wameshikilia wakati huo, unakumbuka walikuwa wameshikilia Congress, wakamuimpeach Trump. Kama mnakumbuka, kadhia ya kwanza kabisa ya Trump kumuimpeach ambayo walikuwa wanamuondoa madarakani alikuwa Speaker Nancy Pelosi. Wakasema hii haikubaliki kwa maadili ya ndani. Kwa hiyo wakamfungulia mashtaka kupitia Congress, ambayo kuwa
walipiga kura wakapitisha kabisa kuwa Donald Trump aondolewe madarakani kwa sababu amekiuka maadili ya uongozi. Ikabaki Senate iidhinishe kuondoka kwake bwana Trump. Senate ilikuwa na wa Republican ambao walikuwa na wingi. Senate nje ya off mic au nje ya kupiga kura, maseneta hata wa Republican walikuwa nakubaliana na kauli ya wa Democrat kuwa Trump amevuka mstari, anatakiwa aondoke madarakani. Ilivyokwenda kupiga kura, maseneta wakakilinda chama, kwa hiyo hawakumuondoa Donald Trump. So Trump kuanzia wakati huo akawa na hasira sana na Zelensky. Ndio maana katika watu ambao ametaka kuwashughulikia tu baada ya kurudi awamu ya pili, unajua uchaguzi ule alipoteza. Kwa hiyo anahisi katika moja ambayo ilimchafua sana ilikuwa ni kadhia Zelensky kumnyima taarifa. Sasa alivyorudi madarakani, mtu ambaye amekuwa wa kwanza anayetaka kushughulika naye ni Zelensky. Na ndio huu ugomvi unaoona. Wewe usidhani huu ugomvi unahusu wa Ukraine. Huu ugomvi wa Donald Trump na Zelensky ulianza zamani, wakati Zelensky alivyogoma kumpa ushirikiano ambao Trump aliutaka. Sasa huo ni utoto, au unaweza kusema kuwa wewe uko nje ya madaraka, yani hufai kwa nafasi hiyo tu, wewe hufai kushika madaraka makubwa ambayo unaweza ukafanya maamuzi ya nchi kwa hisia zako. Unapoongoza nchi, unaongoza watu ambao wanakukubali, wanaokupinga. Nimeona jana katika kupaniki kwake anawalazimisha CNN wamfute kazi mwanahabari mmoja kwa sababu huyo mwanahabari amesisitiza kwenye habari yake kuwa Marekani haijaharibu uwezo wa nyuklia wa Iran. Hizo taarifa ni za uongo. Sasa Trump anaforce CNN kuwa mfuteni kazi huyo. Huu unaitwa kupaniki. Kama una uhakika na kile kilichotokea, kwa nini usisubiri muda utoe majibu? Unalazimisha watu wote watembee kwenye njia ambayo unaitaka wewe, kuwa mimi nilichokisema ni hicho na wote muende hivyo hivyo. Ni kweli kabisa. Ndio maana mara kadhaa Trump amezungumza kuwa amekuwa akimtamani kiongozi wa Korea Kaskazini Kim, jinsi anavyowaongoza raia wake, kwa sababu raia wote wanamwabudu. Akisema kushoto geuka, wote wanageuka; mbele tembea, wote wanatembea. Sasa kauli za Khamenei zimemtoa jasho mpaka amepaniki. Anasema kuwa zile misaada ambazo alikuwa amekusudia kuipa Irani, au ile vikwazo alikuwa anakusudia kuvitoa kwa Irani, ameakhirisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu Khamenei amekosoa kile kilichofanywa na Marekani kuwa ilikuwa ni upuuzi na haukufanyika lolote. Mnakumbuka kauli yangu ya kwanza ya pili, nikawaambia kuwa wanakwenda kujipanga watarudi. Na hiyo kauli inabaki vile vile tu, kuwa wanakwenda kujipanga watarudi. Inategemea huyu naye amejipanga kwa staili gani. Jana niliona taarifa ambayo imeandikwa na mtandao mmoja wa BRICS ambao ulikuwa unazungumza kuhusu Irani kuziwa ndege zile za China, ndege 40 ambazo Irani ameagiza. Na ile taarifa ikaenda mbali, ikasema kuwa Irani wakati wa mzozo wa kwanza ule wa mashambulizi ya mwaka jana, mnakumbuka, ya mashambulizi ya Irani na Israeli ya mwaka jana, Irani iliomba, yani iliagiza kununua ndege zile za Urusi ambazo ni bora zaidi pia. Mpaka leo Urusi hajaipa Irani hizo ndege. Mpaka leo Urusi hajaipa. Kwa hiyo Irani imegeukia China, angalau inaweza ikapata chochote. Jamani, chukueni, karirini, zungumzeni. Wapenda Urusi mnakasirika sana kila ninapowaambia ukweli. Lakini Irani sio wajinga. Irani wanafahamu vita hii wanapigana na nani, na wanafahamu vita hii wanatakiwa kushirikiana na nani. Wanafahamu kila kitu. Putin alizungumza kwenye mkutano ule wa St. Petersburg. Anasema tuliwapa ofa ya ulinzi wa anga, walipuuzilia mbali. Hivi nani anaweza pewa ulinzi na mtu shujaa na hodari na akakataa? Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji
Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja.